Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 19 mstari ule wa 13 umechaguliwa kuwa mstari wetu mkuu wa mwaka wa 2026, na kanisa lote mahali popote tumebeba hiyo dhima ya mstari huo wa 13 wa Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 19. 13, uwe hodari tukajitie moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji ya Mungu wetu, naye Bwana afanye yaliyo mema machoni pake. 13, uwe hodari tukajitie moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji ya Mungu wetu, naye Bwana afanye yaliyo mema machoni pake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari usema ambao unaongoza kanisa letu mwaka huu ni ule wa 13 ambao unazungumza juu ya kuwa hodari. Anasema mfalme anamwambia uwe hodari tukajitie moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji ya Mungu wetu, naye Bwana afanye yaliyo mema machoni pake. Na hii ndio hatua ya kupambana, kwamba unakuwa sadaka, unajitoa kama dhabihu kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya watu wake. Kwa hiyo anamwambia awe hodari ili apiganie watu wake, lakini ya pili apiganie miji ya Mungu. Amen. Apiganie miji ya nani? Miji ya Mungu na watu wake. Awe hodari, awe hodari. Maneno haya muhimu sana wapendwa. Sisi kanisa tunazungumza katika ulimwengu wa kawaida, maana hii ni vita. Hatuwezi kuzungumza tukasema ilikuwa kiroho. Ilikuwa ni mazungumzo ya kawaida ya vita, lakini tunataka kuchukua nafasi ile ile kurudi katika upande wa pili wa maisha yetu ya kiroho juu ya neno kuwa hodari katika Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba turudi neno hodari tunalipata tena katika Yoshua sura ya 1 mstari wa 7 wa 8. Naomba mmoja akifika pala anisomee maneno haya. Pia Mungu alizungumza na Yoshua na akamwambia swala la kuwa hodari, na sasa huyu anaambiwa awe hodari kwa ajili ya kupigania watu wake, awe hodari ili kupambana kwa ajili ya miji ya Bwana, airejeshe isije ikatwaliwa na maadui, isije ikawa mateka ya maadui. Hicho ndicho ambacho anazungumza. Sasa Yoshua aliambiwa na Bwana alipopewa nafasi ya kuongoza taifa la Israeli baada ya Musa kufariki. Neno la Mungu linasema, inasemaje? Tuna ushujaa mwingi. Anamwambia Yoshua baada ya kumpa kazi ile ya kuongoza wana wa Israeli, akamwambia uwe hodari na ushujaa mwingi. Amen. Uangalie kutenda sawasawa na neno la sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Uangalie kutenda sawasawa na sheria aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Au wa kushoto upate kufanikiwa sana kila uendapo. Yaani anachosema hapa ni kwamba usije ukaiacha ile sheria ya Mungu,
ukaenda kushoto ama kulia. Anasemaje? Hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali tafakari maneno yake mchana na usiku. Na sasa anamwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, lakini tafakari maneno yake mchana na nini? Na usiku. Sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, upate kutenda sawasawa na maneno yaliyoandikwa humo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliambiwa awe hodari na ushujaa mwingi, lakini Yoshua anawezaje kuwa shujaa? Anawezaje kuwa mtu hodari? Anawezaje kuwa hodari? Yoshua anaambiwa na Bwana uwe hodari na moyo wa ushujaa. Lakini anasema anawezaje Yoshua kuwa tayari kuwa hodari? Anaambiwa uwe hodari tu na ushujaa mwingi, na uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kwa maneno mengine ni kwamba Mungu anamwambia Yoshua aliposema na yeye na kumwambia habari ya kuwa hodari, jambo la pekee litakalomsaidia ni kuiangalia sheria ya Torati, kuisimamia sheria ya Torati. Na anamwambia usije ukaiacha sheria hii ukaenda kushoto ama kulia ama kuume. Usimame katika sheria ya Torati ya Bwana kama mtumishi wa Mungu Musa alivyokufundisha, alivyokuamuru. Tembea katika hiyo, usije ukalegea ukaenda kushoto ama kuume, lakini simama katika hiyo. Ndio maana katika mstari wa 8 sasa nasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, lakini tafakari maneno yake usiku na nini? Usiku na mchana. Nataka kanisa liseme jambo hapa. Unapotaka kuwa mtu hodari wa rohoni, hodari kimwili, hodari wa kiroho, jambo pekee ambalo litakusaidia na litatusaidia sisi sote ni kulishika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kushika neno la Bwana. Amen. Mtafute Mungu, lakini ishi katika misingi ya neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uwe hodari na uweze kufanikiwa, anamwambia hivi, kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako, tafakari maneno yake usiku na nini? Usiku na mchana. Mahali wapendwa tumejisahau sana ni kwenye habari ya neno, sio katika kusoma Biblia. Najua tunasoma, sijaiona vizuri nidhamu hiyo. Tunahitaji nidhamu tuiongeze, tuweke mazingira ya familia, watoto, sisi wenyewe kukiweka kitabu cha Torati kinywani mwetu ili liweze kuwa na mguso, kwa sababu hakuna jambo jingine kama sio neno la Mungu. Neno la Mungu ndio lina uwezo wa kuleta mabadiliko kwenye maisha ya mtu. Ndio neno la Mungu lina uwezo wa kupambana na teknolojia. Sita ni wa mabadiliko. Tuombe Bwana atusaidie kubadilisha, tujengwe katika misingi ya neno la Mungu. Neno la Mungu likusaidia kutembea sawa sawa na neema ya Mungu, na najua kwamba nguvu ya kanisa, nguvu ya maisha yako itaongezeka na utamtukuza Mungu kwa namna ya pekee, na unaweza kufanya maamuzi ya kipekee katika maisha yako ukamwona Mungu. Nazungumza na kanisa ambalo linakwenda kwa Baba, sio kanisa ambalo litaishia tu hapa duniani. Ni kanisa linalojiandaa kumlaki Bwana Yesu hewani, na tutakwenda pamoja na Bwana milele na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndio kanisa ambalo liko katika neno, liko katika misingi ya kibiblia, liko katika misingi ya maombi yaliyojengwa katika misingi ya neno la Mungu. Siku hizi kuna maombi ya kulipia, maombi ya kulipia. Bwana katika miungu yote, ni nani aliye kama wewe? Tukufu
kweli ambao Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu. Amen. Amina. Kweli kabisa, tunapenda kushukuru Mungu kwa mambo yote ambayo anaendelea kuyafanya katikati ya familia yetu. Mkono wake na uwezo wake tunaendelea kuona. Sadaka hii au shukrani hii tutaielekeza katika ujenzi wa nyumba ya watoto. Tunajua watoto ni taifa kubwa, hivyo tunapaswa kuandaa katika imani na roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka hii katika utakatifu, rekesha pesa wenye kuogopwa katika sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kama tulivyokuwa kusema mambo ambayo tunatenda katika maisha yetu ni sana wala hatuwezi kusema yote kumaliza, lakini tunamshukuru sana kwa chakula, kwa chenje, kwa mahitaji ya roho na mwili, kwa ulinzi. Mungu anatenda mambo makubwa, sikia daktari zako na kunatia, lakini nataka kusema Mungu nashukuru sana kwa shukrani za Zaburi ya 9 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Ee Bwana, nitakutukuza kwa moyo wangu wote, nitasimulia matendo yako ya ajabu. Nitarudia tena, Ee Bwana, nitakutukuza kwa moyo wangu wote, nitasimulia matendo yako ya ajabu. Amen. Asante. Matendo ni mengi ambayo Mungu anatutendea kwa familia yetu. Tukifikiria kuanzia Januari mpaka Desemba, nadhani naweza nikasahau mengine, alafu hizi kama sijamtendea sahihi Mungu. Kwa hiyo itoshe tu kusema tunamshukuru sana, atukushe mengi, atufikishe mengi, na yote tunaomba yawe kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya Sasa pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani. Bwana akuinulie uso wake na kukufadhili. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awabarikie sana.